Baada ya kusema hayo, hawa ni wananchi na wanachama wa Simanjiro. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Naombeni mwe makini mno. Mimi kama mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa, moja, ninampongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuamua yeye na Dr. Nchimbi ambao ni mgombea mwenza na kamati yao kwamba tunaenda kubadilisha mfumo wa upigaji kura nchi nzima wa CCM. Wakaamua kale kakundi kadogo kwa watu 300-400 waondolewe pembeni, waongezee wanachama wote wengi wakapige kura. Kwa kweli haya ni maamuzi yaliyotia faraja, kwa sababu kundi la watu 400, Mheshimiwa Mwenyekiti, wao wanafahamu Simanjiro. Wewe ni mwana Simanjiro, ulishashiriki kwenye kura za maoni za Simanjiro, na wala tusidanganyane. Ilikuwa ni kundi kama mjomba, kama ukoo, kama mchumba, kama mke kadogo, kama ndugu kadogo, wanachaguliwa kwa watu fulani fulani, ndipo vinavyoamua kwamba mbunge ni huyu. Sisi wakasema hapana, hii lazima tubadilishe. Tunataka mabadiliko kwenye chama chetu na kwenye wilaya yetu. Tunawaomba ninyi ambao ndio wawakilishi kutoka tarafa hizi mbili, mkatubadilishia hayo mazingira. Baada ya kumaliza, maana nataka nikusaye Mheshimiwa Mwenyekiti, nimekuwa mtu muungwana. Mimi sipendi uongo kwenye maisha yangu yote. Tulikuwa na kamati ya siasa juzi hapa. Kwenye kale kamati ya siasa Mererani, watu wakaulizana, sio wajumbe, hawa mabalozi, sio nani. Mimi kwa uelewa wangu tu mdogo nikasema, jamani, kwani uchaguzi ulishaisha? Kwani uchaguzi wa 2022 wale wajumbe si washachaguliwa? Mtu mmoja kaniambia ndio. Sasa mbona kuna fununu kwamba kuna watu wanaanza kuandika watu sasa? Sema baba. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kuomba kama sisi ya wilaya, Mheshimiwa Mwenyekiti wa wilaya, simamieni hili. Haya ujanja kama 2022 uchaguzi ulishafanyika, maana yake hayo majina yapo kwa wapiga kura. Katibu wa mkoa, wewe ni mgeni na kukaribisha wilaya ya Simanjiro na mkoa wetu wa Manyara. Naomba usulie chama chetu. Ujanja ulikuwa ni mwingi hapa, lakini kwa historia yako ya unayofanya karata, mimi naishi mara nyingi Arusha, ninajua wewe una mudu, na ndio maana chama na kamati kuu walisema uje Manyara. Tutakupa ushirikiano unaostahili, na katibu wa wilaya, msimamie huu ujanja uishe, kwa sababu kuna watu nasikia wako bize kwenye kata mpaka kesho, mpaka leo jana, kata yote kijana, kata Langai, watu wako bize kuandika marafiki, mchumba, mke mdogo, ukoo ambao hawabadiliki. Wape mpaka kesho saa 4 wafikisha majina ofisini kwako kama yapo. Baada ya kusema hayo, wanachama na wapenda, Mungu awabariki. Tukilinde chama chetu. Makosa tuliyofanya ni kwa sababu watu wananyongwa kwenye chama. Tusikubali watu wanyongwe kwenye chama. Ninawapenda, asanteni sana. Mungu awabariki sana. Asante sana. Naomba kuomba kazi kupitia Chama cha Mapinduzi, naomba tukatekeleze kazi tulizoziomba. Mimi kama mwenyekiti wa wilaya sijawahi na kusema kila mara napopita, sijawahi kuombwa na Chama cha Mapinduzi niombe nafasi nilionayo mimi. Lakini mimi mwenyewe kwa utashi wangu, kwa utayari wangu nilienda kuiomba, na nina majukumu ya kutekeleza yale yote ambayo niliomba chama nisimamie. Sisi moja. Sasa kingine niseme kwa wawakilishi wa wananchi, hasa waheshimiwa wabunge tulionao, ningependa sana matatizo haya ya wananchi tunayasikia ndani ya vikao vya chama, waombe ndani ya vikao husika bunge mkiasemea kule, itakuwa ni vizuri zaidi, na kule sheria ndipo unapotungwa na kutekelezwa, ili matatizo ya wananchi yatashughulikiwa kwa wakati.
hii. Itakuwa sio sawa sana kama kila mahali kila mmoja analalamika, kiongozi analalamika na raia wa kawaida analalamika. Kila mtu akafanye kazi aliyoomba. Waheshimiwa wabunge, nendeni mkafanye kazi zenu, mkatuwakilishe kwenye vikao husika vya bunge. Sisi moja. Baada ya kusema machache, basi niseme kikao chetu tumefunga rasmi.